Ili Afrika iweze kujikomboa ni lazima iwe na utambulisho wake, na utambulisho huo si mwingine bali ni lugha adhimu kabisa ya Kiswahili. Na hii ni Swafif Africa, tamasha kubwa la utoaji tuzo za sinema za Afrika kwa lugha ya Kiswahili. Jina langu ni Margarita Tabuya. Ndugu mtazamaji, nikukumbushe kwamba zoezi la upokeaji na uwasilishaji wa sinema bado linaendelea, na labda nikukumbushe vigezo vya kuweza kuwasilisha sinema yako ili iweze kuingia katika kinyang'anyiro cha kuwania tuzo hizi. Mojawapo ni sinema yako inaweza kuwa katika lugha yoyote, lakini iwe na manukuu au subtitle yaliyo katika lugha ya Kiswahili. Sambamba na hilo, sinema yako lazima ibebe maudhui ya Kiafrika, ikilenga hasa kusambaza na kueneza utamaduni wa Muafrika. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiandikisha kuingia katika kinyang'anyiro cha kuwania tuzo hizi za Swafif Awards. Bila kupoteza muda, ni kuambia leo tutakuwa na mgeni maalum, tena ni mahususi kabisa katika kipindi hiki cha leo. Leo tutakuwa na mwigizaji nguli ama mkongwe kutokea pale nchini Tanzania. Tutakwenda kujadiliana naye mawili matatu. Sio tu mwigizaji, lakini yeye ni kiongozi mwandamizi wa Swafif Africa. Tutataka kufahamu zaidi juu ya Swafif. Swafif ilianza vipi na mambo mengine mengi. Basi tutoka kwenye runinga yako, tunakwenda break fupi. Tutakaporejea tutakuwa naye hapa studio. Uranzi jewe ndashaka umugore wanje. Njye ndashaka umugore. Ndakubaza uranzi cyane. Yo ufite umugore wanje. Twumvikana, ndashaka umugore wanje. Ma, mubwira meza umugore wanje. Ndashaka umugore wanje. Kazana wacha. Ntabwo nava hangata mu umugore wanje. Na mpendwa mtazamaji, tumerejea tena kwa namna hii. Kama nilivyokwisha kukuhabarisha hapo awali kwamba leo tutakuwa na mgeni wetu ambaye ni mwigizaji mkongwe ama mwigizaji nguli kutokea nchini Tanzania. Lakini pia si hivyo tu, yeye pia ni kiongozi wa Swafif, kiongozi mwandamizi wa Swafif Africa. Baba, karibu sana. Asante sana. Naomba ujitambulishe ili mtazamaji aweze kufahamu wewe ni nani na unafanya nini kwa filamu na hasa kwa Swafif. Mimi naitwa Ahmed Olotu, kwa jina la usanii Mzee Chilo. Mwigizaji na pia ni katika viongozi wa Swafif. Naam, kama tulivyokwisha kujua kwamba Swafif ni tamasha la utoaji tuzo za sinema za Afrika kwa lugha ya Kiswahili. Nirudi kwako baba. Ni upi ulikuwa mtazamo wenu ninyi viongozi wa Swafif Africa kuja na tamasha kubwa kama hili, hasa katika kipindi hiki ambacho Afrika tayari imekwisha kuamka na kujitangaza? Lengo letu kubwa lilikuwa ni kutangaza lugha hii ifahamike katika ulimwengu, na sisi tunaona fahari juu ya jambo hilo kwa sababu Watanzania licha ya kuwa na makabila zaidi ya 120 lakini tunaunganishwa na lugha hii moja ya Kiswahili kabisa, na tunaona fahari na tunajivunia lugha hiyo. Kwa sababu tukiangalia nchi zingine za Kiafrika, mfano Nigeria, wana makabila mengi sana, wana lugha nyingi sana, lakini wao lugha ambayo inawaunganisha ni lugha ya Kiingereza. Ili Nigeria mmoja afahamu Nigeria mwingine anasema nini, inabidi watumie lugha ya Kiingereza. Sisi tuna bahati kubwa sana kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Naam, asante. Tulikuwa tumefuatilia baadhi ya taarifa kuhusiana na tamasha zima la Swafif Awards. Mwaka linafikiriwa, sio kufikiriwa, lilifanyika Rwanda miaka 3 iliyopita. Sasa kwa nini sasa hivi linafanyika nchini Tanzania? Kwa nini siwe Rwanda kule? Imetuchukua juhudi kubwa sana kushawishi wenzetu kwamba ili tamasha safari hili lifanyike Dar es Salaam. Ndio. Na tumefanya hivyo kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi. Na tunataka kwamba tumpongeze mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye tunaamini tayari atakuwa ni kiongozi rais wa nchi hii. Kwa sisi wasanii tayari imebaki tiki tu. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tumpongeze juu swala hili kabisa, kwa sababu yeye amechukua juhudi kubwa sana ya kutuendeleza sisi wasanii katika kuendeleza kiwanda chetu cha sanaa, na pia kuwa yeye ni msanii na pamoja kwa kufanya filamu ya ile ambayo ilitembelea ulimwengu mzima ya Royal Tour. Okay, yes. Filamu ile ni kubwa sana, imefika mbali sana, na pia imeeleza mengi sana ya Tanzania. Na zaidi ya hapo ni kwamba ametuwezesha wasanii katika njia mbalimbali. Tukianza na mikopo na pia kutaka kwamba tujitanue zaidi. Ametushirikisha katika ziara zake za kwenda China, za kwenda Korea na nchi zingine, ili na sisi tukaone kwamba wenzetu wanafanyaje mpaka wanafikia katika stage ya hali ya juu sana. Tunamshukuru sana kwa hilo. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda kwamba
tumpongeze kwa dhati kabisa. Na mpendwa mtazamaji, umeshawahi kuona kuwa rais wa nchi fulani yeye ni msanii namba moja wa filamu? Basi Tanzania rais wake yeye ni kiongozi namba moja, lakini pia yeye ni msanii wa filamu akiwa ameigiza sinema ya The Royal Tour kama alivyokwisha kusema hapa mwigizaji nguli kabisa Mzee Chilo au Ahmed Olotu. Tunarudi tena kwako baba. Tunaamini kwamba Tanzania ndipo Kiswahili kilipozaliwa na Kiswahili kinazungumzwa sana hapo Tanzania. Sasa kwa nini tamasha hili limepelekwa Tanzania? Yaani ni kwa vipi Watanzania wanahitaji kutangaziwa kutumia lugha ya Kiswahili katika sinema zao wakati wanazungumza lugha ya Kiswahili kila itwapo leo? Ipo haja sana. Kwa nini? Ipo haja sana kwa sisi wenyewe wa Tanzania kwanza tuishike lugha hii kwa mikono miwili, tuikubali na tuitumie katika kazi zetu. Ndio. Kiasi ambacho kiweze kuwa ni mfano kwa nchi zingine ambazo wanataka kufanya filamu ya Kiswahili. Ndio. Na nimegundua hilo baada ya kuwa nimesafiri na kukutana na watu wengine, watu wamekuwa wanaangalia lugha ya Kiswahili ili waendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Okay. Wanaangalia sana filamu zetu. Filamu za Kiswahili. Kwa hiyo hapa tunahamasisha kwamba watu wazidi kutumia Kiswahili katika filamu zao ili kuweza kusafirisha lugha ya Kiswahili. Kabisa. Na waone fahari. Waone fahari, wasione haya. Kabisa, waone fahari kabisa. Hapo hapo. Wewe ushawahi kufanya filamu katika mataifa tofauti na nchi yako ukatumia lugha ya Kiswahili ukiwa katika mataifa hayo jirani ama ya mataifa mengine yoyote? Nimeweza kufanya filamu Kenya. Ndio. Lakini tulitumia Kiswahili. Okay. Lakini baada fursa ya kwenda kufanya filamu Ghana na Sri Lanka, na sisi wasema kwamba nilipidi kutumia lugha ya Kiingereza. Ndio. Ingawa baada ya pale kwa wengi wanahamu kujua lugha ya Kiswahili. Kabisa. Nilikuta Ghana wao wana utamaduni kama wa kwetu. Tofauti ni lugha tu. Walikuwa wamevutika sana na lugha yetu. Ndio. Na mpendwa mtazamaji, Swafif Africa inalenga kukutanisha mataifa zaidi ya 16 katika bara la Afrika, na si hayo tu, lakini yapo mengine mawili kutoka katika bara la Ulaya yatakwenda kukusanyika katika jukwaa moja ndani ya Mlimani City, Dar es Salaam, Tanzania. Na baba hapa amekwenda kusema kwamba ili kuweza kujifunza lugha ya watu lazima ujichanganye. Sasa tumewachanganya sisi kama Swafif Africa, tumeleta watu kutoka katika mataifa mbalimbali yakutanyike pamoja yaweze kujifunza na kukuza lugha ya Kiswahili kupitia shindano hili la kuwania tuzo za Swafif Awards kupitia filamu ama sinema. Na hapa nimejifunza kitu. Tanzania itakwenda kuiongoza dunia katika Mlimani City, ukumbi ule wa Mlimani City pale Dar es Salaam, Tanzania. Sambamba na hilo, swali lingine baba. Kiswahili kinaweza kufanikiwa kuwa lugha ya utambulisho wa bara la Afrika? Kama ndivyo, nini kifanyike hasa ili kuweza kufanikisha juhudi hizi za Swafif Africa? Kiendelee kufundishwa, kiendelee kuenziwa, kiendelee kutumiwa na kazi mbalimbali. Hata kwenye mambo ya kisiasa, hata kwenye mkutano mkubwa ambayo inafanyika hapa nchini, hata ikifanyika nje. Izidi kuendelezwa kiasi ambacho isiwe ni jambo geni kwenye masikio ya watu. Naamini kwamba kufanya hivyo lugha yetu itakuwa imefika mbali kabisa. Sambamba na hilo, unaamini kushirikiana kwa mataifa haya yanayokuja kukutana siku hiyo ambapo tamasha litakwenda kufanyika kutakwenda kufunua fursa ama kutakuwa ni mwanzo wa masoko mapya kwa wasanii kutoka katika nchi mbalimbali ama waandaaji au waongozaji wa sinema? Kutakuwa na fursa yoyote ama ni tuzo tu, watu watapewa tuzo pale, mambo yatakwenda? Hata kama watatoa tuzo, tayari ni fursa kubwa sana. Kabisa. Watakaohudhuria pale watayaona haya mambo na watayasikia kwa masikio yao. Ndio. Na pia wataona Kiswahili kimefikia kiwango gani. Na hata hao ambao watashiriki kutengeneza filamu na wengine ambao wataweka subtitles na kadhalika. Wao tayari naamini kwamba mpaka mtu anashiriki katika swala hili tayari amependa lugha ya Kiswahili na yuko tayari kuiendeleza. Kabisa. Na mpendwa mtazamaji, usiache kufuatilia vipindi vyetu, lakini hasa ile siku ya tamasha, kwa sababu mimi nilipo hapa nina kimohemoho cha kuweza kufahamu ni nchi gani na sinema ipi ama filamu ipi itaibuka kudedea kuweza kuchukua tuzo hiyo ya Swafif Awards.
Na nikukumbushe mchakato mzima wa kupokea sinema bado unaendelea. Endelea kuwasilisha kazi yako. Namna ya kufanya ili kuweza kuwasilisha kazi yako, unatakiwa kutuma linki ya kazi yako kwenda WhatsApp number +2551714171313. Lakini pia unaweza kutuma linki ya kazi yako kwenda kwenye email yetu ya awards@swafifafrica.tv.tz. Usiache kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kwa habari nyingi na nyinginezo zaidi katika ukurasa wetu wa Instagram @swafif_Africa. Pia kwenye website yetu ukasome na kuperuzi kujua nini kinaendelea kwenye website yetu ya www.swafifafrica.tv.tz. Na mpenda mtazamaji, huyu alikuwa ni Ahmed Olotu maarufu kama Mzee Chilo, mwigizaji maarufu na nguli hapo nchini Tanzania, lakini pia kiongozi wa Swafif Africa. Baba, nikushukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi chetu siku ya leo. Tumefurahi sana kwa kweli, Swafif imebahatika na ninatarajia makubwa ndani ya siku hiyo ya tamasha ndani ya ukumbi wa Mlimani City, Dar es Salaam, Tanzania. Asante, nikutakia wakati mwema baba. Sabrina, ngiye kukubaza inshuro imwe. Numbeshya birababi. Uvuye hehe? Mvuye gusenga. Urumva ari handi naba mvuye. Sinabibabwire ko ngiye gusenga. Ese uritwaza Biblia ukaza wifashe nka Bikira Maria kugira ngo nyemeze kuvuye gusenga? Na mpenda mtazamaji, mpaka kufikia hapo sina la ziada zaidi nikukumbushe kuweza kuwasilisha kazi yako, na utakapoweza kufanya ni kutuma link ya kazi yako kupitia WhatsApp number +2551714171313. Lakini pia unaweza kutuma link ya kazi yako kupitia email yetu ambayo ni awards@swafifafrica.tv.tz. Usisite kufuatilia ukurasa wetu wa Instagram ambao ni swafif_Africa. Sambamba na hilo, kupata taarifa nyingi na updates za muhimu zaidi, fuatilia website yetu ya www.swafifafrica.tv.tz. Sina la ziada. Mwisho wa kipindi hiki ndiko mwanzo wa kipindi kijacho. Nikutakia wakati mwema. Asante.